Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, juu ya kile ambacho kinachoelezwa kwa sasa, ambacho nimekusogezea hapa ni kuhusiana na maamuzi yaliyotolewa leo hii katika kikao ambacho wamekaa bodi ya ligi kuhusiana na hatima ya dabi ya Kariakoo, ambapo kila mmoja amekuwa akiendelea kuweza kutamani kujua mwisho wa sakata hili utakwenda kuisha vipi, huku kila mmoja akiweza kusubiri hatima ya dabi hiyo, kama ipo ama haitokuwepo, na kama haitokuwepo ni maamuzi gani ambayo yatakwenda kuchukuliwa. Je, maamuzi ya Yanga kupewa pointi 3 yatakuwepo ama hayatokuwepo? Yote majibu ambayo unajiuliza maswali yake, basi majibu yake niko nayo hapa kwa kile ambacho kinachoendelea, ambacho leo hii kimeweza kutolewa na bodi juu ya kuweza kukaa kikao chake kuweza kujadili kuhusiana na mwenendo wa sakata hili. Ila kabla tujaendelea kwa kile ambacho nimekusogezea hapa, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili kubwa ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, juu ya kwenda kwao kutafuta zao alama zao 3 mbele ya TFF na bodi ya ligi. Wakati sakata hili kiweza kuchukua sura mpya kila kukicha, kwa sababu tarehe ambayo bodi ya ligi na TFF walikwenda kuitangaza ni kama vile muda unazidi kwenda, na pengine hatima yake haitakuwa haijulikani mpaka sasa, kwamba klabu ya soka ya wananchi Young Africans itapeleka timu ama haitopeleka timu, ama mashabiki watakwenda tena kuchoma mafuta yao na kupoteza muda wao kama ilivyokuwa katika siku ya Machi 8, ambapo klabu ya Simba wenyewe walitangaza kwamba hawatocheza mchezo huo na bodi ya ligi ikaweza kuwaelewa. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao kusema ya kwamba wanataka pointi 3, mambo yamekuwa ni mazito kweli kweli, ambako sasa hivi kila mmoja amekuwa akiweza kutamani kusikia muafaka wa jambo hili, kwa sababu zimekuwa ni story ambazo zinanenda rudi nyingi sana. Bodi ya ligi unaambiwa kwamba wameamua wenyewe kujikaanga kwa mafuta yao wenyewe kwa kile ambacho kinachoelezwa hapa, ambapo wanasema ya kwamba maelezo ya afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi, yani TPLB, Almas Kasongo, akitaja sababu za bodi kupanga tarehe ya dabi kati ya Yanga na Simba, mechi ambayo ilibua mgogoro mkubwa baada ya kuhailishwa ghafla. Kwa mujibu wa Kasongo, ni kama vile wanapingana kauli na rais wa TFF ambaye naye amekuja na kauli yake. Tusikie kwanza kauli ya Kasongo kuhusiana na hili jambo la dabi ya Kariakoo. Anasema ya kwamba TPLB wameamua kupanga tarehe ya mchezo huo baada ya kasi kutoa maamuzi ya kesi ya Yanga, na kwamba katika kesi hiyo Yanga wameshindwa, kitu ambacho sio kweli. Huo ni upotoshwaji wa hali ya juu. Kupitia maelezo ya Kasongo, nimegundua kuwa aidha viongozi wenye mamlaka ya soka nchini hawajui kilichoamuliwa na kasi dhidi ya Yanga, au wanaamua tu kupotosha umma. Ipo hivi, kasi ni mahakama ya rufaa ya michezo ambayo kazi yake kuu ni kutolea maamuzi ama rufaa zinazowasilishwa na vilabu baada ya kutolizia maamuzi yanayofanywa na mamlaka za soka katika nchi husika. Sasa kwenye issue ya Yanga, huko kasi walipeleka malalamiko na sio rufaa kama inavyotakiwa, kwa sababu hawakuwa na vielelezo vyovyote vya maamuzi ya shauri lolote kutoka TFF au bodi ya ligi. Ndio maana kasi wakawaagiza Yanga kuwasilisha vielelezo
vielelezo vya maamuzi ili rufaa yao ifunguliwe, na wakawapa siku 10 za kutekeleza agizo hilo. Siku 10 zilipoisha bila Yanga kuwasilisha dokumenti walizoombwa na CAS, faili lao likawa rejected, limeondolewa. Hivyo ndicho kilichotokea CAS. Hivyo basi Kasongo kusema kuwa Yanga wameshindwa kesi CAS ni uongo, na kama hiyo ndio sababu ya bodi kupanga tarehe ya mechi ya dabi, basi huko ni kukurupuka na watakuwa wameingia kwenye mtego wa Yanga. Yanga wameendelea na mgomo wao wa kutocheza mchezo huo, na kwamba hawana imani na mamlaka husika ambao ni TFF na bodi ya ligi. Sasa kama wasipotokea uwanjani, swali ni je, TFF na bodi ya ligi watachukua uamuzi gani? Je, watagawa pointi 3 na goli 3 kwa Simba, ikiwa ni pamoja na kuwanyang'anya Yanga pointi 15 kama kanuni inavyoelekeza? Kama yatatokea hayo, maana yake Yanga sasa watakuwa na sababu za kuwasilisha rufaa yao CAS kupinga maamuzi ya Simba kupewa pointi 3 na goli 3 pamoja na kupokonywa pointi 15 zitakazowashusha chini kwenye msimamo wa ligi. Kwa mantiki hiyo niseme tu kwamba bodi ya ligi wameingia katika mtego wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika kile ambacho Yanga wenyewe walikuwa wakiweza kuhitaji kuweza kuona namna gani ambavyo wataweza kupata pointi 3 zao katika mchakato huu ambao unaonekana kuwa mzito kweli kweli katika sakata hili ambalo kila mmoja amekuwa akiweza kusubiria kuweza kuona namna gani ambavyo klabu ya soka ya Young Africans wao watakuja na yapi katika mchezo, kwa sababu mpaka sasa kila ukiangalia na ukiwauliza viongozi wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, bado wanakuambia kwamba msimamo wao ni ule ule, kwamba hawako tayari kuweza kucheza mchezo huo. Na hata leo hii wakati kocha mkuu wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kocha Hamdi, alipokuwa akiweza kuzungumza na waandishi wa habari kujiandaa na mchezo dhidi ya Namungo, alipokuwa akizungumza amenukuliwa akisema kwamba wao wamebakiza michezo 3 ambao kila mchezo wanahakikisha kwamba wanaondoka na pointi kama ilivyo kawaida. Kwa hiyo mpaka kocha mkuu wao ni tayari na yeye ameshajua kwamba ama kuambiwa kwamba mechi zilizosalia ni mechi 3 tu. Kwa hiyo huo mchezo mwingine wenyewe hawapo kwenye hesabu nao na hawako tayari kabisa kuweza kuushiriki huo mchezo ambao inaelezwa kwamba TFF wameupanga. Lakini majibu ya Rais Kalia yenyewe ndio yanatia wasiwasi kweli kweli, ambapo unafahamu ya kwamba wiki kadhaa alikuwa pale bungeni alipokuwa ameweza kualikwa, na nukuu kile ambacho alikisema. Anasema, bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya kisheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake ambapo alienda kutafuta haki yake, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha ama alitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja ashaenda sehemu za usuluhishi ambayo ni sehemu ambayo pia ni ya kuheshimu. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa ni kana kwamba yale ambayo yanazungumzwa kwa wakati huu ni pengine rais wa shirikisho anaona ya kwamba yeye mwenyewe ambaye ndio mmiliki wa shirikisho ajui kama sakata litaisha ama bado halitoisha. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba hata tarehe iliyopangwa inaonekana kwamba Yanga bado wataendelea kushikilia msimamo wao wa kuto kucheza, na hili sakata pengine litakwenda kuamuliwa katika ngazi ya juu, kwa sababu rais mwenyewe anasema ya kwamba bado mchakato na ajui utaisha lini na kama litaisha ama halitoisha. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.